makabila 12 ya taifa la Israeli. Na sasa umefika ule wakati wa kulitazama kabila moja baada ya lingine. Nakumbuka kila kabila lina sifa zake, upekee wake, mapungufu na mazuri yake. Hivyo basi tutatazama historia ya kujengwa na kusimama kwa kila kabila pamoja na kupotea kwake na anguko lake. Lakini pia tutaangalia kurejeshwa kwake tena hapo baadaye na nafasi yake ya kila kabila katika unabii wa siku za mwisho. Na leo tunaenda kuanza na historia ya kabila kubwa la Ruben. Kabila la Ruben lilitokana na Ruben mwenyewe, mtoto wa kwanza kabisa wa mzee Yakobo. Ruben anatajwa kuwa na sifa za nguvu nyingi, jasiri na mkubwa kati ya ndugu. Hivyo kabila hili ndilo lililopaswa haswa kuwa kabila kubwa zaidi na lenye nguvu kuliko makabila yale yote 12 ya taifa la Israeli. Lakini haikuwa hivyo. Ruben alilaaniwa na baba yake, laana iliyosababisha uzao wake wote ukose haki yake ya uzaliwa wa kwanza na kuishia kutangatanga. Huyu bwana Ruben alilala na mke wa baba yake kipindi ambacho mzee wake au baba yake akiwa bado hai. Mzee Yakobo alikijua alichokifanya kijana wake, ila akaamua kukaa kimya kama haelewi kinachoendelea. Hakuona sababu ya kuongea chochote kwa wakati ule ambao kijana wake alikuwa kama wa moto. Hivyo mzee Yakobo akaamua kunyamaza, akaugulia ndani kwa muda mrefu, alafu maisha yakaendelea kama kawaida. Baada ya miaka mingi kupita, maisha yakaendelea. Kijana akayasahau yaliyopita, na sidhani kama alikuwa anajua kuwa baba yake alikuwa anafahamu alichokifanya. Sikujua kama ilikuwa ni ujana, utoto, ujinga ama ni upumbavu tu uliompelekea Ruben kulala na mke wa baba yake. Siku ambazo mzee Yakobo anakaribia kuondoka, akawaita wanawe wote ili awabariki. Alafu ghafla maneno yake yakageuka na kuwa laana kwa Ruben, laana ambayo ilitafuna kizazi chake chote kilichomfuata. Angefanya nini tena Ruben? Ilibidi anyamaze, akubaliane na maneno ya baba yake mzee Yakobo. Maneno ya mzee Yakobo yakawa ndiyo hatima ya kizazi chote cha Ruben na wale wote waliomfuata katika kizazi cha Ruben. Sasa, kabla ya kuanza kuitazama historia hii ya hili kabila kubwa na maneno ya mzee Yakobo, ni kuombe tu kwa wewe ambaye bado hujasubscribe channel hii, usubscribe sasa ili vipindi hivi visikupite kila tunapoviweka hewani. Na pia ni kuombe ushare kwa watu wengine wengi na Mungu atakubariki. Hii ni Hazina ya Kanisa na mimi ni mwalimu wako Vincent Mwakisyala. Karibu tuwe wote. Maneno ya mzee Yakobo kwa Ruben kabla ya kufariki yalikuwa haya. Yanapatikana katika kile kitabu cha Mwanzo sura ya 49 mstari wa 3 mpaka wa 4. Ni mistari miwili tu, mstari wa 3 mpaka wa 4. Mzee Yakobo anasema hivi: Ruben, u mzaliwa wangu wa kwanza, nguvu zangu na malimbuko ya uwezo wangu. Umewapita wengine kwa ukuu na kwa nguvu, umeruka mpaka kama maji, basi usiwe na ukuu. Kwa sababu ulikipanda kitanda cha baba yako, ukakitia unajisi, alikipandia kitanda changu. Sasa kabla
ya kuanza kutazama maana ya maneno haya mazito na athari za moja kwa moja kwa Reuben na uzao wake, ni vyema tumfahamu kwanza Reuben walau kwa uchache tu, alafu tuendelee. Jina la Reuben linabeba maana ya tazama mtoto wa kiume. Yaani maana ya jina la Reuben, tazama mtoto wa kiume. Jina hili alipewa na mama yake Lea. Tunapomwongelea Lea kwa ufupi, alikuwa ni mke wa kwanza wa mzee Yakobo. Lakini Yakobo hakuwa akimpenda Lea, ila alimpenda zaidi mke wake wa pili aliyekuwa anaitwa Raheli. Raheli na Lea walikuwa ni mtu na dada yake. Raheli alikuwa ana sifa za kuwa na sura nzuri pamoja na shepu hilo. Maandiko yanasema alikuwa ni mzuri wa sura na umbo. Lakini Lea alikuwa na ubovu katika macho yake. Watafiti wanasema kuwa yawezekana Lea alikuwa na kengeza katika macho yake. Hivyo Mungu akaona upendo wa Yakobo umeelekea upande mmoja tu kwa Raheli, ndipo Mungu akaamua kumfunga tumbo lake Raheli na kumpa Lea mtoto. Hivyo kitendo cha Lea kupata mtoto kilikuwa ni faraja kubwa sana kwake. Akampa jina Reuben, akiwa na maana tazama mtoto wa kiume, na huyo ndiye aliyekuwa mtoto wa kwanza kabisa wa mzee Yakobo. Kwa hiyo Reuben alifanyika kama faraja kwa mama yake, pamoja na kwamba mama yake ambaye Lea hapendwi, lakini kila watakapotaja watoto wa kwanza, basi Reuben atasimama kumwakilisha mzee Yakobo, na mzee Yakobo atamkumbuka Reuben kama mwanaye wa kwanza aliyempata kwa Lea. Kwa hiyo kitendo cha Reuben kuwa mzaliwa wa kwanza kilimaanisha mambo makubwa matatu, na hapa naomba unisikilize kwa makini sana. Kitendo cha Reuben kuwa mzaliwa wa kwanza kilimaanisha mambo makubwa matatu, na ndiyo iliyokuwa sheria ya mzaliwa wa kwanza katika miaka hiyo. Jambo la kwanza, ukiwa mzaliwa wa kwanza unakuwa kiongozi wa familia. Lakini jambo la pili, unapata urithi mara mbili. Alafu jambo la tatu, unapata heshima au haki ya uzaliwa wa kwanza. Hii ilimaanisha kwamba ukiwa mzaliwa wa kwanza, wewe ndiye unakuwa mrithi mkuu na kiongozi mkuu wa ukoo. Hivyo lile agano ambalo Mungu aliliingia na Ibrahim, Isaka na Yakobo, mrithi sahihi kabisa ambaye ndiye angekuwa lango, alipaswa kuwa Reuben. Tutaona huko mbele mambo ya ajabu yalivyopindua meza. Baada ya miaka mingi kupita, Mungu alimbariki mzee Yakobo watoto wengi. Mzee Yakobo alikuwa na jumla ya watoto 12, ambapo watoto 11 kati ya hao walikuwa ni watoto wa kiume na mtoto mmoja alikuwa ni mtoto wa kike, ambapo huyo mtoto wa kike alipewa jina la Dina. Lakini baadaye tena Mungu alimbariki mzee Yakobo mtoto mwingine wa kiume, na huyo ndiye aliyekuwa mtoto wa mwisho aliyeitwa Benjamin. Benjamin mama yake alikuwa ni Raheli, mke wa pili wa mzee Yakobo. Lakini wakati anazaliwa Benjamin, kuzaliwa kwake kuliambatana na huzuni kwa familia nzima, hususan haswa kwa mzee Yakobo, maana wakati wa kujifungua kwa Benjamin, Raheli alifariki kwa uchungu. Hivyo Mungu alimbariki Yakobo mtoto, lakini pia mke wake hakuweza kuendelea kuishi, maana alifariki wakati wa kujifungua. Baada ya kufa kwake Raheli, kumbuka nilikwambia Raheli ndio mke ambaye mzee Yakobo alimpenda sana. Huyu mwanamke alimfanya mzee Yakobo afanye kazi zaidi ya miaka 14 ili tu kumpata. Kwa hiyo mzee Yakobo akaamua kuhama nyumbani, akaenda kupiga kambi sehemu ya mbali inayoitwa Migdal Eder,
alikwenda kule, nafikiri ni kwa ajili ya kuutuliza moyo na kuituliza akili kutokana na wakati mgumu aliokuwa akiupitia. Sasa wakati mzee Yakobo akiwa na uchungu wa kumpoteza mke wake kipenzi na kuhama hadi kambi, huku nyumbani alikuwa amebakiwa na mke wake mkubwa Lea pamoja na wanawe. Lea alikuwa na kijakazi wake aliyekuwa anaitwa Bila ambaye Lea alikuja kumfanya kuwa suria. Kwa lugha nyingine, tunapomwongelea suria huitwa handmaids kwa Kiingereza. Ukishakuwa handmaids au suria, ilikuwa na maana ni yule mfanyakazi mwenye nafasi ya kulala hata na mume ikiwa mke yuko mbali au ana udhuru yoyote ile. Kipindi ambacho Lea alikuwa anapitia utasa, akamruhusu huyu kijakazi wake Bila kuzaa na mume wake kwa niaba yake, kwa maana Lea kuna kipindi alikuja kuwa tasa. Hivyo basi akamsogeza Bila kwa mume wake ili azae naye kwa niaba yake, ila mtoto atakayezaliwa atahesabika kuwa ni mtoto wa Lea. Na Bila alimzalia Yakobo watoto wawili wa kiume ambao walikuwa ni Dani pamoja na Naftali, ambao yalikuja kuwa makabila makubwa sana hapo baadaye. Sasa mara baada ya msiba huu wa Raheli, mara baada ya maumivu ya mzee Yakobo, na kipindi hicho ambacho mzee Yakobo aliweka kambi huko Migdal Eder, huyu kijana mkubwa ambaye ndiye Rubeni, mtoto wake wa kwanza, ambaye kipindi hicho alikuwa ni kijana mkubwa, alifanya kosa moja kubwa sana lililoyagharimu maisha yake. Sijui alianzaje mazoea na mama yake mdogo ambaye alikuwa ndo huyo kijakazi Bila. Bila sio tu alikuwa kijakazi, ni kwamba Bila alikuwa ni mama wa wadogo zake kwa baba yake, ambao wadogo zake hao ni Dani pamoja na Naftali. Kwa hiyo unaona, heshima kwa Bila ni sawa na mama yake mdogo ambaye kamzalia ndugu wa damu kabisa kutoka kwa baba yake. Lakini mwisho wa siku Ruben akajikuta analala na mama yake huyo mdogo, kipindi ambacho baba yake hayupo nyumbani na kipindi ambacho baba yake anaugulia msiba wa mke wake. Sijui hili liliendelea kwa muda gani, ila hili lilikuwa ni kosa kubwa sana kutokea. Yaani hata kama hakumheshimu mama yake huyo mdogo, ila tu angemsitiri baba yake mzazi kwa kutofanya ujinga wa laana ile. Tukio lile lilionyesha Ruben alikuwa ni kijana mpumbavu, pamoja na huyo mama yake pia. Alishindwa kulinda heshima ya mama yake Lea, ambaye ndiye aliyemuinua Bila kwa mzee Yakobo. Mzee Yakobo akiwa katika kambi yake, baadaye analetewa taarifa kuwa mwanao mkubwa katembea na suria wako. Nakumbuka alikuwa katika hali ya ule msiba wake wa mke wake wa kwanza kama tulivyosema. Baadaye sasa tunaona mzee Yakobo anakuja kupata msiba mwingine wa baba yake mzazi, mzee Isaka. Hivyo Yakobo anaungana na Esau pacha wake kumzika Isaka baba yao, na tukio hilo la Ruben likawa kama limepita hivi. Lakini wakiwa Misri, ambako huko Misri ndipo alipofia mzee Yakobo, ila kabla ya kufa kwake mzee Yakobo aliyatamka maneno haya: Ruben, mzaliwa wangu wa kwanza, nguvu zangu na malimbuko ya uwezo wangu, umewapita wengine kwa ukuu na kwa nguvu, umeruka mpaka kama maji, basi usiwe na ukuu, kwa sababu ulikipanda kitanda cha baba yako ukakitia unajisi, alikipandia kitanda changu. Baada ya maneno hayo ya mzee Yakobo, tunaona matokeo yake jinsi yalivyoliathiri kabila lote la Ruben. Na kuna mambo makubwa matatu ambayo yalikuwa yatokee ndani ya kabila la Ruben
ila Ruben aliyakosa, au kabila la Ruben liliyakosa kutokana na laana hii. Na mambo haya ni mambo makubwa sana ambayo kabila la Ruben lilitakiwa liyapate, ila liliyakosa kwa sababu ya upumbavu wa baba yao Ruben. Jambo la kwanza lilikuwa ni ufalme uliofungwa katika agano la milele. Ufalme uliofungwa katika agano la milele. Mzaliwa wa kwanza ndiye aliyekuwa na haki yote ya umilele katika kuendeleza ukoo, ila mzee Yakobo anamwambia Rubeni usiwe na ukuu, na anahamashia baraka hiyo ya ufalme kwa kabila la Yuda. Ukisoma pale katika Mwanzo 49 na mstari wa 10, anasema hivi: fimbo ya enzi haitaondoka katika Yuda, wala mfanya sheria katika miguu yake, hata atakapokuja yeye mwenye milki, ambaye mataifa yatamtii. Kwa haya ni maneno ambayo mzee Yakobo anaongea na Yuda, ila kwa maneno haya yalikuwa yanapaswa yawe kwa Rubeni. Hivyo anapewa Yuda mtoto wake, ambaye alikuja kuwa na kabila kubwa sana, kabila la Yuda. Kwa hapa anaonyesha baraka hizi za ufalme zinaonyeshwa, kwanza ni baraka za ufalme kwa mataifa yote kumtii mwenye enzi, lakini anaonyesha mwenye milki, ambaye milki yote hiyo itakuwa chini yake. Hii ilikuwa ni baraka kubwa sana, ambayo baraka hii ilimtabiri Masihi ambaye ndiye Kristo Yesu. Mzee Yakobo anaihamisha kutoka kwa mzaliwa wake wa kwanza mpaka kwa mwanaye mwingine Yuda, ambapo ahadi hii ni ya kifalme na ya milele mpaka mwisho wa dunia, na hata katika ulimwengu ujao ahadi hii itaendelea kutimia. Ndio maana maandiko yanamtambulisha Yesu kama simba wa Yuda. Yesu alitoka katika kabila la Yuda. Hii ni kitu ambacho baraka hii anaikosa Ruben. Lakini baraka ya pili ambayo Ruben au kabila la Ruben linaikosa ni kuwa mrithi mkuu. Kuwa mrithi mkuu. Mzaliwa wa kwanza, kama nilivyosema, alikuwa anapatiwa urithi mara mbili ya wengine wote. Wale waliolitazama somo la mwana mpotevu lipo katika chaneli yetu hii, nilielezea vizuri sana mgawanyo wa urithi wa zamani katika tamaduni za Israeli. Hivyo tulikuwa tunaangalia katika somo la mwana mpotevu juu ya urithi ambao aliuomba yule mwana mdogo, na mzee akawagawia urithi wanawe wote wawili, yule mkubwa na yule mdogo. Lakini urithi wa mtoto wa kwanza au wa mwana mkubwa unakuwa ni zaidi ya urithi wa mwana mdogo. Hivyo Ruben alikuwa na haki ya kurithi mara mbili kuliko wazaliwa wengine wote. Sasa Ruben, mzee Yakobo anamnyang'anya ukuu, anasema hivi, usiwe na ukuu. Hivyo baraka hii mzee Yakobo anaihamishia kwa Yusufu. Yusufu alikuwa ni miongoni mwa watoto wadogo zaidi katika watoto wote wa mzee Yakobo, ambapo akitoka Benjamin kwa udogo ndo alikuwa anafuatiwa na Yusufu kwa udogo. Kwa alikuwa ni mtoto wake wa pili kutoka mwisho. Hivyo Yusufu anakuja kuwa ndiye mzaliwa wao wa kwanza anayetambulika kisheria na mrithi mkuu katika urithi wa mzee Yakobo. Katika urithi, kabila la Ruben lilipewa kidogo sana, na hiyo ni kwa neema tu ya mtumishi wa Mungu Musa, ambaye alikuja akalipa urithi kabila hili la Rubeni. Tutaona baadaye, ila kabila la Yusufu lilichukua nafasi yake likapewa mara mbili. Naposema nafasi yake, kwa maana lilichukua nafasi ya Ruben ya kupata mara mbili. Kama unasoma Biblia vizuri, kuna kabila katika Biblia, katika makabila 12 ya taifa la Israeli, utakuta kuna sehemu wanaliorodhesha kabila la Efraimu, lakini kabila lingine linaitwa kabila la Manase.
Sasa unaweza ukajiuliza, haya makabila ya Manase na kabila la Efraim yametokea wapi katika Israeli? Maana hawakuwepo katika watoto 12 wa mzee Yakobo. Katika watoto 12 wa mzee Yakobo, kabila la Manase na la Efraim halipo, lakini katika urithi unakuta kuna kabila la Manase, kabila la Efraimu. Basi jua kwamba kabila la Efraimu na Manase hayapo katika uzao wa Yakobo, ila Efraimu na Manase walikuwa ni watoto wa Yusufu. Baadaye ile baraka ya uzaliwa wa kwanza ya Ruben kuhamishwa kwa Yusufu, tunaona Yusufu anapewa urithi mara mbili na watoto wake wawili wanahesabiwa kuwa miongoni mwa kabila 12 za taifa la Israeli. Hii ilikuwa ni nafasi ya Ruben aliyepokonywa. Sasa jambo la tatu ambalo Ruben alilikosa ni kwamba Ruben alikosa baraka ya ukuhani. Ruben alikosa baraka ya ukuhani. Yakobo anamwambia Ruben hivi, usiwe na ukuu. Anaposema usiwe na ukuu, inamaanisha amemshusha vyeo vyote, yaani inamaanisha yeye hana uongozi wowote. Hivyo ukuhani ilikuwa ni haki ya mzaliwa wa kwanza ambaye ni Ruben, ila ikahamishiwa katika kabila la Lawi. Tutakapofika kulichambua kabila la Lawi vizuri, tutaeleza mambo makubwa sana pale. Unaweza usinielewe, lakini ipo hivi. Baada ya kutoka Misri, Mungu aliwadai wazaliwa wa kwanza aliowaokoa Misri. Hivyo kila familia ilipaswa imtoe mzaliwa wa kwanza kwa Mungu kwa kazi ya ukuhani. Sasa kila familia kumpeleka mzaliwa wa kwanza, ina maana Ruben hakuwa na nafasi kabisa katika uzaliwa wa kwanza, maana Mungu anawadai wazaliwa wa kwanza wote katika taifa la Israeli, lakini kiukweli kabisa na kiuhalisia uzaliwa wa kwanza ulikuwa ni Ruben. Hii hapa iko very deep, lakini naamini Roho Mtakatifu atakusaidia kuielewa. Ukisoma kitabu cha Hesabu sura ya 3 mstari wa 12, anasema hivi, mimi tazama, anayeongea ni Mungu, anasema mimi tazama, nimewatwaa Walawi na kuwatoa kati ya wana wa Israeli badala ya wazaliwa wa kwanza wote wafunguao tumbo katika wana wa Israeli, na hao Walawi watakuwa wangu. I say, nimewatwaa Walawi kuwatoa katika wana wa Israeli badala ya wazaliwa wa kwanza wote wafunguao tumbo katika wana wa Israeli, na hao Walawi watakuwa wangu. Anaposema katika wana wa Israeli, anamaanisha yani kila ukoo, kila familia katika Israeli ya makabila yote walipaswa wampeleke mzaliwa wa kwanza kuwa kuhani mbele za nani? Mbele za Bwana. Umeona? Kwa kila familia ilikuwa inatakiwa impeleke mzaliwa wa kwanza, lakini anaposema wazaliwa wa kwanza wa Israeli, ile nafasi ilikuwa ni ya Rubeni, kabila la Rubeni, lakini kwa sababu kabila la Rubeni halikuwa na ukuu tena, alikuwa na hiyo nafasi ya uzaliwa wa kwanza na halikuhesabiwa kama wazaliwa wa kwanza, ndio maana Mungu akataka wazaliwa wa kwanza watoke katika familia zao zote katika taifa lote la Israeli. Lakini baadaye nafasi hii Mungu akaona itaenda kwenye kabila la Lawi. Tutakapofika kwenye kabila la Lawi tutayaongea kama nilivyokuambia, lakini nafasi hii ilienda kwa kabila la Lawi. Sasa inakuwaje kabila la Lawi lilipokea baraka hii ikiwa kabila hili pia halikusemwa vizuri katika mbaraka wa mzee Yakobo? Unakumbuka katika zile baraka za mzee Yakobo tulizisoma wiki iliyopita, katika kipindi kilichopita, katika sehemu hii ya kwanza, kama unakumbuka vizuri, tulizisoma zile baraka. Lawi alilaaniwa naye ni miongoni mwa watu ambao walipata laana, hawakuwa na baraka nzuri kwa mzee Yakobo. Sasa inakuwaje Mungu analichagua kabila la Lawi ambalo walikuwa na baraka nzuri kwa mzee Yakobo? Kwa nini asingelichagua kabila la Yusufu au kabila la Yuda au kabila lingine mpaka alichague kabila la Lawi? Kumbuka nimesema tutaangalia kabila moja baada ya lingine. Sasa naomba hii tuiweke kipolo, tutaongea vizuri tutakapofika kuliongelea kabila la Lawi. Sasa kuhusu hili kabila la Ruben, laana hii iliendelea mpaka lini? Je, Mungu akuonesha rehema kabisa kwa uzao wa Ruben? Na ilikuwaje urithi walioupata walipofika Kanaani?
nafasi yao katika taifa ilikuwaje. Basi haya na mengine mengi ambayo sijayazungumzia hapa tutaongelea katika kipindi kinachofuata. Tutalimalizia kuhusu kabila la Ruben kabla ya kuanza kutazama kabila lingine. Mambo bado ni mengi sana na ndo kwanza kunakucha. Nikuombe tu, hii ni sehemu ya pili ya somo la makabila 12 ya taifa la Israeli. Kama ukuikosa sehemu ya kwanza, ni kutake kwa unyenyekevu kabisa ukaiangalia. Video iko ndani ya chaneli yetu, unaweza ukaipata pale na ukajifunza mambo mengi mazuri sana pale kama Roho Mtakatifu atakavyokujalia. Lakini pia ninakuomba, hii ni sehemu ya pili, ili somo linaendelea na hatujamalizana bado kumwangalia huyu Ruben. Tutaenda kumwangalia vizuri zaidi, alafu tukimalizana na Ruben tutaanza kuyaongelea makabila mengine mpaka yafike yote 12. Naomba usibanduke hapo ulipo. Kama hujasubscribe, naomba tu subscribe channel hii na nisaidie kushare kwa watu wengine mbalimbali, na Mungu atakubariki. Kipindi kijacho tutajitahidi sasa hivi kuanza kuvileta kwa haraka. Naona watu wengi wananiulizia sana, mbona vinachelewa? Tutajitahidi kwa tunavileta kwa haraka. Jina langu ninaitwa Mwalimu Vincent Mwakisyala, na hizi unazoziona hapo ndio namba zetu za simu. Unaweza ukatupigia kwa maombezi kama unahitaji ushauri wa kiroho, unazitumia namba hizi. Lakini wewe ambaye unahitaji kutusapoti kufanya kazi hii au huduma hii iendelee kufanyika baraka kwa watu wengi sana, basi namba hizo pia unaweza ukatuchangia hapo kwa mchango wako na sadaka yako kama vile Roho atakavyokuongoza, na Mungu atakubariki sana sana sana. Ninakuomba tukutane katika kipindi kijacho. Barikiwa.